Leo ni mchezo wa ligi kuu ya NBC, mnyama Simba Sports Club akiwa nyumbani katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo anamkaribisha Mtibwa Sukari kutokea kule mkoani Morogoro. Mchezo unapigwa hapa majira ya saa 10 jioni na tupo hapa kukuletea habari zote na matukio ambayo yanahusu mchezo huu wa leo. Mimi naitwa Jadu, weza niita mtaalamu Aziz Ali Shentembo, nipo na Asha Kabuga. Karibu utazame hali ilivyo muda mchache kabla ya kwenda kushuhudia mchezo huo majira ya saa 10 kamili jioni. Na hii ndio hali halisi nje ya uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Mashabiki wa Lunyasi lakini pia Mtibwa Sukari bado wanaendelea kujivuta taratibu kuja katika dimba hili kwenda kushuhudia mchezo siku hii ya leo. Baadhi yao ambao wamekwisha fika hapa wamekaa pembeni kidogo kujinasua na jua hili la Dar es Salaam ambao tunalifahamu ukubwa wake. Nikupitishe katika rekodi chache kuhusiana na mchezo huu wa leo. Katika michezo 6 ya mwisho, mchezo pekee ambao ama kitu pekee ambacho Mtibwa Sukari wanajivunia ni kutoa sare, kwa sababu kwa muda mrefu sana Mtibwa Sukari hawajaweza kupata ushindi mbele ya Simba Sports Club katika michuano ama katika ligi kuu ya NBC. Hivyo Mtibwa Sukari wanataka kujaribu kuvunja ule uteja mbele ya Simba ambapo wanakutana katika michuano ya ligi kuu ya NBC. Lakini hivi sasa Simba yupo katika kipindi ambacho anatamani kuonyesha mashabiki furaha kwa aina yoyote ile na kuonyesha kile ambacho wanakistahili kwa maana ya ushindi, kwani kwa muda mrefu kidogo Simba naye amekuwa hayupo sawa katika upande wa matokeo. Ninavyoongea na wewe basi la JKT Queens ndio linapita hapa, ni kudhihirisha ya kwamba tupo katika utawala wao na katika viunga vyao. Mnyama Simba katika hali ambayo anaipitia, hali ya kukosa matokeo na mchezo wa mwisho kwenye Kombe la Mapinduzi kupoteza mbele ya Azam FC, basi pengine ni chachu kwao kwenda kurejesha furaha kwa mashabiki wao na kuonyesha mchezo mzuri mbele ya Mtibwa Sukari ambaye naye anatamani kwenda kuvunja uteja mbele ya Simba Sports Club. Hivyo itakuwa ni mechi nzuri na mechi ya aina yake. Mchezo utapigwa hapa katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo na sisi tupo tayari kukuletea ripoti, habari na matukio yote ambayo unapaswa kuyatizama. Hali ya hewa ni nzuri, jua linawaka, hivyo inaruhusu kabisa boli kutembea. Hakuna dalili yoyote ya mvua wala hakuna dalili yoyote ya kitu ambacho kinaweza kuathiri mchezo siku hii ya leo. Endelea kuwa karibu na sisi Ava TV ili uweze kupata kile ambacho kinahusu mchezo kati ya Simba dhidi ya Mtibwa Sukari. Uko sawa sawa? Sawa sawa kabisa. Mambo bulbul? Namshukuru Mungu kwa kweli. Unamshukuru Mungu? Niambie. Nikajua unamuomba Mungu. Mungu lazima tumuombe, tumtangulize Mungu. Kweli kutokana na mwelekeo wa timu yetu, watu hawaji lakini sisi tunakuja, hatukati tamaa. Kwa sababu ukikata tamaa, hata mtoto nyumbani ukimkatia tamaa, labda wajirani, ila kama ni wakwako huwezi kumkatia tamaa. Ni kiasi cha kukaa chini kuangalia wapi alipokoseli, ni msawazishie wewe mzazi, mtoto aende. Na sisi ndio hivyo timu yetu ya Simba tunakuja. Japo wengine wameshakata tamaa lakini sisi tunakuja. Na kwa nini mnakata tamaa wakati hii Simba ni yenu? Viongozi wetu wanatufelisha. Ni kweli ndio maana tunakata tamaa, lakini sio wote. Ni wachache, baadhi ya wachache kweli wamejigawa, lakini sisi ambao bado Simba kindakindaki lazima tuje. Hivyo viongozi wanazingua nani, lazima tuje kuwapa support wachezaji wetu. Shida sisi tunayoiona ni uongozi. Haswa kwa mwenyekiti wetu Mangungu. Kwa kweli hata kama anamalizia muda wake amalizie tu, lakini kwa sisi tuishamkatia tamaa. Yeye ndo anotufelisha na yeye ndo chanzo cha matatizo yote, migogoro, kila kitu. Lakini timu unayo, wachezaji ukiangalia wachezaji unao kukupa furaha leo mbele ya Mtibwa. Timu ninayo, yani kuhusu swala la timu ninayo. Yani leo Mtibwa leo. Kwa leo Mtibwa atatusame kwa kweli. Majonzi kweli tuliyopitia hapa na game na Azam, ila kwa sasa hivi kwa mechi ya leo na Mtibwa atatusame. Tumedhamiria kupata pointi 3. Cha msingi tu waliokata tamaa nilikuwa nawaomba jamani, wasitukatishe wote si tamaa, yani kiasi kwamba tusije wote uwanjani, tuje uwanjani kwa sababu hii ndio timu yetu. Hata ifungwe ifanyaje isemwe, hata wao upande wa pili na wenzetu kuna kipindi walipitia matatizo lakini sio kwamba walikuwa hawaji uwanjani, walikuwa wanakuja uwanjani, wanaipa support timu yao. Ile pale sasa hivi imekaa sawa, wanakula bata. Kwa hiyo na sisi tusiwe hivyo kwamba tufikie sehemu tukate tamaa kwa sababu ya mtu mmoja au sababu ya watu wawili watatu, hapana. Tuje uwanjani kwa pamoja, tuwape support wachezaji wetu kwa sababu timu tunayo, ila shida uongozi ni kukaa tu na sindo mashabiki. Tunayoumia kweli ni si mashabiki, ni uongozi kukaa nao chini kuambia jamani, mnatukosea. Brand ya Simba huwa haiko hivyo.
Brandi ya Simba iko 1 2 3, tufikie sehemu na sisi mtuelewe, kwa sababu sisi ndo wachezaji namba 12. 11 wachezaji, si mashabiki, ni wachezaji wa 12. Tuje uwanjani tuisupport timu yetu, support timu yetu na imani, hata na wao wakiwa uwanjani wakiangalia jukwaa kule limependeza. Mchezaji hawezi kufanya makusudi, labda itokee bahati mbaya, kweli unaona pale ni bahati mbaya, lakini kama makusudi zinasababishwa na viongozi, sisi mashabiki tunajigawa, hata na wachezaji mule ndani wanakuwa wanajigawa kupitia nani? Wale viongozi wanawagawa, huyu atacheza, huyu atacheza, huyu achezi. Kwa hiyo shida mimi naona sana tu ni uongozi, lakini timu iko vizuri. Kwa imani mimi naamini tutatoboa mechi ya leo. Score prediction yako leo ngapi? Si chini ya goli 3. Nyama ataongoza goli 3. Nipo hapa. Ila tukiingia uwanjani mimi nakuhakikishia si chini ya goli 3, yule Mtibwa anakufa. Tunachukua pointi 3, tunaendelea kusonga mbele kidogo. Japo tuko nafasi, nimeona kama nafasi ya 5 ya 4. Ila naamini tutatoboa, tuko. Kila rafiki. Haya, shukrani na wewe.